Habari ndugu mtazamaji, karibu ni kupashe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Habari mbaya kwa Rais Samia Suluhu Hassan jioni hii, huku taarifa za kuahirishwa kwa uchaguzi wa urais zikiweza kutolewa na kigogo huyu anayewania urais kwa tiketi ya upinzani nchini Tanzania. Luhaga Mpina asema uchaguzi wa urais usimamishwe mara moja na usifanyike tarehe 29 hadi pale rufaa yake itatolewa uamuzi na mahakama, siku chache tu baada ya kung'olewa kwake katika kinyang'anyiro cha urais. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kigogo wa chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina amezua mvutano mpya wa kisiasa nchini Tanzania kwa kutaka kufutwa kwa uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika Oktoba tarehe 29 mwaka huu wa 2025. Luhaga Mpina anasisitiza kuwa uchaguzi huo haupaswi kuendelea hadi rufaa yake ya kupinga kuenguliwa katika kinyang'anyiro hicho itakapoamuliwa kikamilifu na mahakama ya rufani, msimamo ambao umesababisha hali ya sintofahamu ya kisiasa. Matakwa ya Mpina ya kufutwa kwa uchaguzi huo yanatokana na imani yake thabiti kwamba haki na utawala wa sheria lazima ufuatwe kuliko urahisi wa kisiasa. Anasema kuwa kufanya uchaguzi wa urais wakati rufaa yake kisheria bado inasubiri sio tu kukiuka haki zake za kibinafsi za kikatiba, lakini pia kuathiri uadilifu na usawa wa mchakato mzima wa uchaguzi. Mzozo wa kushinikiza kufutwa kwa uchaguzi wa Mpina ulianza wakati Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania inayojulikana kama INEC ilipoondoa jina lake katika kutoka kwa orodha ya wagombea waliopitishwa mnamo Septemba mwaka 2025 kuwania. Uamuzi huo ulifuatia pingamizi rasmi lililowasilishwa dhidi ya kugombea kwake, na ingawa Mpina aliomba suluhu katika Mahakama Kuu, ombi lake la kikatiba lilitupiliwa mbali kwa misingi kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kuingilia mamlaka ya INEC ya kikatiba ya uchaguzi. Baada ya msukosuko huo, Mpina na ACT Wazalendo walikata rufaa mara moja katika mahakama ya rufani, wakishikilia kwa kutengwa kwake ni kinyume cha katiba na haki. Na hata hivyo, tangu wakati huo amesisitiza kuwa hadi rufaa yake itakaposikilizwa na kuhitimishwa, hatua yoyote ya kuendelea na uchaguzi wa urais itakuwa isiyo halali na hivyo lazima ifutwe. Kuendelea kwa Mpina kumefanya suala la kufutwa kwa uchaguzi kuwa mada ya mjadala wa kitaifa. Waangalizi wa kisiasa wanasema kusisitiza kwa Mpina kufutwa kwa uchaguzi mkuu kunaonyesha vita vya kisheria vya haki binafsi na vita pana zaidi vya uadilifu wa kidemokrasia. Baadhi ya wachambuzi wanaona msimamo wake kuwa ni juhudi za kweli za kulinda haki ya kikatiba, huku wengine wakitafsiri kuwa ni mbinu ya kisiasa iliyopangwa kuchelewesha uchaguzi ambao chama chake kinaweza kuhangaika kushinda. Bila kujali tafsiri, Mpina anabakia katikati ya dhoruba ya kufutwa kwa uchaguzi. Chama cha upinzani cha ACT Wazalendo ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kikishutumu chama tawala kwa udanganyifu wa kisiasa kimeunga mkono kwa dhati wito wa Mpina wa kufutwa kwa uchaguzi. Katika taarifa kadhaa, chama hicho kimeshutumu serikali kwa kuhujumu demokrasia ya vyama vingi kupitia maamuzi ya upendeleo ya taasisi za serikali. Kuondolewa kwa Mpina wanadai kuwa ni sehemu ya juhudi zilizoratibiwa za kupunguza upinzani unaoaminika kabla ya uchaguzi. Rufaa ya Mpina na madai yake kufutwa kwa uchaguzi pia yameleta shutuma kali kutoka kwa wafuasi wa serikali wanaomtuhumu kwa kujaribu kuhujumu kalenda ya uchaguzi. Wanasema kuwa uchaguzi ni tukio la kikatiba ambalo haliwezi kusitishwa na malalamiko ya watu binafsi. Hata hivyo, Mpina anasisitiza kuwa msimamo wake hauhusu ukaidi, bali ni kutetea mfumo wa kidemokrasia wa Tanzania dhidi ya mmomonyoko hatari. Wakati kipindi cha kampeni kinaweza kukaribia kutamatika, msimamo wa Mpina kuhusu kufutwa kwa uchaguzi unaendelea kuwatia wasiwasi wapiga kura na wahusika wa kisiasa ambao ni wafuasi wake. Tarehe ya uchaguzi ikikaribia kwa kasi, hali ya kutokuwa na uhakika inayozunguka uamuzi wa mahakama ya rufani imeweka kivuli katika kipindi cha mwisho cha kampeni. Watanzania wengi sasa wanauliza kama ni halali au hata maadili kufanya uchaguzi, huko swali muhimu la kisheria likiwa bado halijajibiwa na kiongozi wa upinzani akiwa nje ya kinyang'anyiro hicho. Wataalamu wa sheria nchini Tanzania wamekazania ombi la Mpina la kufuta uchaguzi, wakionya juu ya matatizo yanayoweza kutokea
kikatiba. Wanasema kuwa iwapo uchaguzi utaendelea na Mpina baadaye akashinda rufaa yake, uhalali wa mchakato mzima unaweza kutiliwa shaka. Baadhi wanaamini kuwa kuahirishwa kunaweza kuwa chaguo la busara zaidi, huku wengine wakishikilia kwamba mahakama inapaswa kuharakisha uamuzi wake ili kuepuka kuvuruga ratiba ya kidemokrasia. Ndani ya duru za kisiasa, matakwa ya kufutwa kwa uchaguzi ya Mpina yamezidisha mvutano kati ya upinzani na wafuasi wa chama tawala. Nyuma ya milango iliyofungwa, baadhi ya watu wa ndani wanapendekeza kwamba kambi zote mbili zinajiandaa kwa mzozo wa kisheria na kisiasa kulingana na jinsi mahakama ya rufaa inavyotawala. Kwa hivyo, msimamo wa Mpina umekuwa zaidi ya mapambano ya kibinafsi ya kisheria. Sasa ni ishara ya upinzani dhidi ya upendeleo unaoonekana wa kitaasisi. Kwa hali hiyo, wananchi wa kawaida wamezidi kugawanyika kutokana na wito wa Mpina wa kufutwa kwa uchaguzi. Wengine wanamuunga mkono vilivyo, wakisema haki lazima itanguliwe kuliko makata ya kisiasa. Wengine wanaamini kuwa vitendo vyake vinaongeza wasiwasi wa kitaifa na vinaweza kusababisha kutojali kwa wapiga kura. Hata hivyo, ni wachache wanaopinga kuwa Mpina amelazimisha taifa kukabiliana na maswali mazito kuhusu haki na mipaka ya mamlaka ya kisiasa. Mikutano ya ACT Wazalendo imejikita zaidi katika ujumbe wa Mpina wa kuweza kuzuiliwa au kufutwa kwa uchaguzi wa urais na kurejesha demokrasia. Viongozi wa chama wanaendelea kuishutumu INEC kwa kufanya kazi kwa shinikizo la kisiasa, huku wakisisitiza dhamira yao ya kulifuatilia swala hilo kwa njia za kisheria mahakamani. Ustahimilivu wa Luhaga Mpina umewatia nguvu wafuasi wake na kubadilisha vita vyake vya kisheria kuwa kampeni ya maadili ya uadilifu katika uchaguzi. Wakati huo huo, waangalizi wa kimataifa wanafuatilia kwa karibu ombi la Mpina la kufutwa kwa uchaguzi, wakionya kwamba uchaguzi wenye utata au usio na uhakika wa kisheria unaweza kuharibu sifa ya demokrasia ya Tanzania. Baadhi ya wajumbe wa kidiplomasia wameripotiwa kuhimiza mahakama kushughulikia suala hilo haraka ili kuhifadhi imani ya umma. Kesi ya Mpina wanabainisha huenda ikaamua jinsi dunia inavyotazama dhamira ya Tanzania katika kutekeleza haki na uadilifu. Tarehe 29 Oktoba, ambayo ni kesho kutwa tu, inapokaribia, hali ya anga nchini Tanzania inasalia kuwa ya wasiwasi, huku msimamo wa kufutwa kwa uchaguzi wa Mpina ukitawala mijadala ya kisiasa. Uamuzi wa mahakama ya rufani unasubiriwa kwa hamu na hamu, kwani ina mamlaka ya kurekebisha sio tu hatima ya Luhaga Mpina ya kisiasa, bali pia mustakabali wa mamlaka ya uchaguzi nchini Tanzania. Iwapo uchaguzi utaendelea bila Luhaga Mpina au la, changamoto ya Mpina tayari imefichua udhaifu wa mchakato wa kidemokrasia wa Tanzania. Wakati siku ya kuhesabu hadi siku ya uchaguzi ikiendelea, wito wa Luhaga Mpina wa kuweza kuzuiliwa kwa uchaguzi mkuu unasalia kuwa mwangwi wa kishindo katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania. Taifa la Tanzania linatazama kwa karibu na kwa makini, ikiwa kati ya matarajio na wasiwasi bila uhakika kama mahakama zitachukua hatua kabla ya kura kupigwa. Kwa Mpina, wakati huu si tu kuhusu utetezi binafsi, bali pia kupinga mfumo anaoamini kuwa mara kwa mara umekuwa ukiweka kando upinzani kupitia hilba za taratibu. Msisitizo wake tayari umebadilisha mazungumzo ya kitaifa na kulazimisha serikali na raia kukabiliana na ukweli usiofaa kuhusu haki na uwajibikaji katika mfumo wa uchaguzi. Ni hayo tu mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na ripoti au ombi hili la Luhaga Mpina la kuahirishwa kwa uchaguzi wa urais nchini Tanzania, na nikimalizia ningekuomba bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu muhimu zaidi.